Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Na ni matumaini yangu umeshinda salama ukiwa na afya iliyo njema, mtazamaji wa Ihoma TV, na karibu tena kujipatia undani wa taarifa. Na ripoti kubwa usiku huu zinatokea huko Mashariki ya Kati, ambapo mzozo wa Marekani na Irani unaendelea na kuzidi kushika kasi, ambapo taarifa kubwa usiku huu ni juu ya kauli ya Donald Trump, rais wa Marekani, akiitaka Irani kunyoosha mikono juu na kusarenda katika vita yake dhidi ya Marekani, akisema Irani inapaswa kusarenda bila masharti yoyote katika vita vyake vikubwa, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli hiyo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, ambapo amesema kwamba Irani haina budi kujisalimisha bila masharti, la sivyo itafuatiwa na msururu wa makombora na ongezeko kubwa la mashambulizi yasiyotegemewa yakiharibu mali na baadhi ya miji nchini Irani. Kauli ya rais Trump imekuja kufuatia kauli ya rais wa Irani Masoud Pezeshkian juu ya ongezeko lake na matumizi ya silaha mpya za mashambulizi nchini Irani na baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati ikiwemo Israeli na washirika wa Marekani mataifa hayo. Trump akuishia hapo, baada ya ameenda mbali zaidi akisema, na hapa namnukuu, hakutakuwa na makubaliano mengine yoyote na Irani isipokuwa kujisalimisha bila masharti baada ya hapo, na uteuzi wa kiongozi mkuu anayekubalika na raia wote wa Irani. Sisi na washirika wetu wote wengi wa ajabu na jasiri sana tunafanya kazi bila kuchoka kuirudisha Irani kutoka ukingoni mwa uharibifu na kuifanya iwe kubwa kiuchumi, bora na imara zaidi kuliko hapo awali. Mahitaji ya Irani kujisalimisha na uwezekano kwamba hii ingefanya njia yoyote ya haraka ya kukomesha mgogoro ambao umekatiza usambazaji wa nishati duniani, ikisababisha mshtuko wa haraka katika msako wa fedha, masoko ya hisa ya Ulaya yaliyofunguliwa wakati wangu wa uraisi. Tazamaji, ripoti hizo haziishi hapo, bali zinaendelea zaidi, ambapo Irani kufuatia ripoti hiyo ya rais wa Marekani Donald Trump imeendelea kuahidi kufanya mashambulizi makubwa zaidi katika miji mbalimbali ya Mashariki ya Kati, ambapo katika nchi wanachama wa Marekani na washirika wake mataifa hayo. Sasa katika kuendelea kwa kauli mbalimbali za rusha ni kurushe baina ya Marekani na Irani siku ya leo, kama ilivyo kawaida na kama ilivyo ada, kwamba Irani katika kila dhamiri yake ya wazi huwa inaweka sadaka na kufanya kafara ya nuio rasmi katika swala zake maalum ambazo huwa zinaendesha katika miji mikubwa ya Irani ikiwemo Teherani na miji mingine kama vile Tabriz. Na imekuwa kawaida kabisa kwa Irani kufanya na kuendesha ibada maalum katika kunuia kile ambacho wanakiwa kukifanya, yani kabla na baada ya kufanya shambulizi lolote lile, Irani lazima watangulize Mwenyezi Mungu mbele na kuomba ili awasaidie katika kufanikisha adhima yao. Sasa katika ibada ya leo siku ya Ijumaa katika mji wa Tabriz, Irani wengi walikusanyika katika mji huu wakiomba dua ya pamoja na kufunga pamoja na kuswali hapa, wakinuia katika mashambulizi yao ya mbeleni, hususan yale makubwa ambayo wameyataja yatafanyika usiku wa hii leo katika nje ya msikiti mkubwa mjini Tabriz huko Irani. Imamu alisimama mbele ya kizimba akianza kwa ibada kubwa ya kufungua, ambapo ibada hii ilikuwa na nuio, na nuio hiyo ilianza rasmi kwa kutaja majina ya kiongozi wa Marekani Rais Donald Trump, wakimtoa kafara katika ibada hii ili kuweza kurahisisha njia ya kuweza kumaliza na kufanya makombora yake yote yasiweze kufanya kazi kabisa dhidi ya Irani, ambapo katika ibada hiyo Irani imeanza rasmi ikisema, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, tunapigana na maadui, tunapigana nao mpaka kusiwepo tena fitina dhidi ya Allah mtukufu. Irani inaweka dhamiri ya wazi dhidi ya wadhalimu wetu na wale wa fitina. Irani inadhamiria katika jina la Allah mtukufu kupigana hadi kifo na si kukubaliana na udhalimu. Kwa neema na mafanikio kutoka kwa Mungu mtukufu, watoto na mashujaa na wenye heshima wa taifa la Irani ndani ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yani IRGC, katika siku ya 7 ya vita ya ardhi ya Kiislamu wametoa mapigo makali na yenye nguvu dhidi ya mwili wa adui
mhalifu na muuaji wa watoto kama sehemu ya mwendelezo wa wimbi la 22 la operesheni ya True Promise ama ahadi ya kweli. Wimbi la 22 lilitekelezwa kwa jina la wanafunzi waliouawa shahidi wa mji uliodhulumiwa na Minabu chini ya kauli mbiu isemayo ya Hussein ibn Ali alayhi wasallam, na lilihusisha kurushwa kwa idadi kubwa ya makombora ya kizazi kipya ya IRGC mchana kweupe, yakiwa ni mashambulizi pamoja ya aina mbalimbali na kwa kiwango kikubwa dhidi ya malengo ya Marekani na Wazayuni. Dhamiri ya wazi: moja, kulenga kituo cha anga cha Al-Dhafra kinachomilikiwa na wanajeshi wa Marekani katika eneo hilo. Kituo hicho kililengwa kwa kutumia aina mbalimbali za ndege zisizo na rubani, drones na makombora yenye usahihi mkubwa. Wakati wa operesheni hiyo, rada ya kisasa ya onyo la mapema ya kituo hicho iliharibiwa mapema, pamoja na majengo ya matengenezo na maghala ya kuhifadhi ndege za kisasa, droni aina ya MQ-9 pamoja na ndege ya upelelezi ya Marekani aina ya U-2. Miundombinu hiyo inaendelea kuwaka moto na kuteketea. Shambulio lililofanywa dhidi ya shule ya Shajara Tayaba lilikaribisha kuuawa kwa wanafunzi wa kike 165 waliotajwa kama mashahidi, iliyoanzishwa kutoka katika kituo hiki. 2 ni kulenga kituo cha Ali al-Salem kinachomilikiwa na wanajeshi wa Marekani. Kituo cha Ali al-Salem kililengwa kwa mashambulizi makali ya makombora ya cruise na makombora ya balistiki. Mashambulizi hayo yalisababisha kuharibiwa kwa rada ya kisasa ya onyo la mapema ya kituo hicho pamoja na miundombinu mingine ya ziada. Pia yaliharibu matanki ya mafuta na ndege za Marekani na njia za kurukia na kutua ndege, runways, ambazo zimekuwa zikitumiwa na ndege za Marekani tangu kuanza kwa mashambulizi ili kurusha makombora na mabomu katika ardhi ya Irani. Katika mwendelezo wa taarifa na swala, dhamiri iliyotolewa na imamu katika ibada maalum mjini Tabriz nchini Irani, ambayo imeendelea na kushuhudiwa kwa mamia na maelfu ya Wairani wakiwa katika swala pamoja katika maombi ya kuiombea Irani dhidi ya ushindi dhamiri dhidi ya udhalimu kwa kile wameeleza Marekani. Taarifa ya IRGC katika dhamiri ya wazi na swada pamoja inaendelea kwa kusema moshi mzito ulioenea unaonekana katika eneo hilo kutokana na mashambulizi hayo. Katika usiku uliopita na leo, wapiganaji wa Kiislamu mujahidina wa Uislamu katika mawimbi mawili ya mashambulizi pamoja waliharibu vibaya rada ya vituo vya kudhibiti usafiri wa anga, vituo vya satellite pamoja na miundombinu ya usambazaji wa mafuta katika kituo cha anga cha Marekani cha Al-Udeid kwa kutuma ndege zisizo na rubani ama drones kujitoa mhanga, makombora ya cruise na makombora ya balistiki. Hitimisho ya ripoti ya IRGC katika swala pamoja na dhamiri ya wazi katika kafara ya kuitoa Marekani dhidi ya mashambulizi na Irani. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC linatoa onyo kwa adui waliowaita waovu, wahalifu na upinzani wa binadamu, likisema kulipiza kisasi kwa damu ya aliyeuawa shahidi na mashahidi wa uhalifu wa kikatili uliofanywa na uvamizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ni jukumu linaloendelea saa 24 kwa jeshi la Irani. Maadui wanapaswa kutarajia mshangao mkubwa na uvamizi kutokea kwa wapiganaji wa Uislamu katika uwanja wa vita. Mtazamaji, hii ndiyo mwisho ya swala ambayo ilifanyika katika mji wa Tabriz nchini Irani, iliyokuwa na dhamiri ya wazi ama kafara na kuiombea Marekani dhidi ya kumaangamizo. Katika swala hii Irani imefanya dua ya pamoja kuweza kufanikisha jambo lake la kuishambulia Marekani na kuisambaratisha vipande kama ambavyo wa Irani wanaendelea kuomba kila kukicha katika baadhi ya maeneo katika mashambulizi pamoja yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Irani na washirika wa Marekani. Mtazamaji, katika ripoti zetu zinazoendelea kutolewa Ihoma TV, moja kati ya ripoti ambazo tulikuletea ni pamoja na uingiliwaji wa Urusi katika kuisaidia Irani kuishambulia Marekani, ikitajwa kutoa siri za intelijensia katika baadhi ya maeneo yanayoongozwa na Marekani, ikiwemo baadhi ya kambi za kijeshi zilizopo Mashariki ya Kati, ikitoa mwelekeo wa rada wa baadhi ya maeneo hayo kuurahisisha Irani kushambulia na kufanya mashambulizi kiurahisi kwa kufumua mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani. Sasa taarifa zimeendelea kutolewa kuhusu taifa la Urusi na baadhi ya viongozi waandamizi na wenye ushawishi mkubwa taifa la Urusi, akiwemo waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei
Lavrov amenukuliwa akisema kupitia mtandao wake wa kijamii wa X ama Twitter, akisema ya kwamba inayoendelea kuripotiwa na kusemwa kuhusu Urusi kuisaidia Irani ni kweli na ni dhamiri ya wazi. Hatuwezi kushuhudia udhalimu ukiendelea dhidi ya Irani na washirika wake kwa kuonewa, kwa uonevu wa wazi kabisa, kwa uonevu ambao hauna mipaka. Hii si sawa kwa binadamu. Urusi tunasema ya kwamba itafanya kila kitu na kila inachoweza kutengeneza mazingira ambayo itakuwa na mlinganyo sawa wa uadui na ushindi kwa Irani. Tutafanya Marekani pamoja na Israeli katika operesheni zake kutoshindikana kwa taifa la Irani na washirika wake wa Kiarabu. Mwisho wa nukuu. Mtazamaji, hizo ndo ripoti kubwa katika usiku wa hii leo, ambapo mbali na kuripotiwa kwa mashambulizi makubwa ndani ya taifa la Iran, lakini pia na mataifa washirika wa Marekani, bado vita inatajwa kuwa kubwa zaidi na matazamio yakiwa yangali kutofahamika. Kila kukicha Irani inaendeleza dhamira yake ya kuisambaratisha Marekani, huku nayo Marekani ikiendelea kuitishia Irani ikisema itawaua viongozi wa Irani waliokuwa mataifa ya nje, lakini pia ikilazimisha Irani kusarenda ama kusalim amri chini ya vikosi vya Marekani pamoja na mshirika wake Israeli. Je, vita hii itatamatika lini ama siku ipi itakweza kuisha? Endelea kubaki nasi na usisahau kusubscribe. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.